Karibuni watazamaji wetu kwa mara nyingine katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya Kidodi Podcast. Na leo nina mgeni rasmi hapa nikiungana naye moja kwa moja kutoka nchini Tanzania, akiwa katika mkoa wa Tabora nchini Tanzania, Dam Husna Charles Mwakilino. Karibu sana katika Kidodi Podcast katika kipindi chetu cha leo. Karibu sana dadangu katika Kidodi Podcast. Asante sana Amini, nashukuru sana. Hata mimi nashukuru sana kuweza kukupa nafasi hii siku ya leo kuja katika Kidodi Podcast kuzungumza mengi kuhusu wewe mwenyewe, taaluma yako, maendeleo yako kwa ujumla, na vile vile watazamaji watakuwa na mengi ya kusikia kutoka kwako, nini ambacho unafanya. Na watazamaji wetu, Madam Husna, yeye ni afisa wa maendeleo ya jamii katika mkoa wa Tabora katika mamlaka ya maji vijijini. Ni sawa kabisa. Wakala wa maji. Wakala wa maji vijijini, wanaita RUWASA. Yeye ni afisa wa maendeleo ya jamii katika hii taasisi ya wakala wa maji ambayo ipo hapo katika mkoa wa Tabora. Madam Husna, kwanza tu mara nyingi mimi hupendelea watazamaji wasikilizaji wa vipindi vyetu kutambua historia ya mgeni rasmi ambaye anafika hapa siku ya leo. Labda kwa upande wako nikiangalia historia, wewe ni mzaliwa wa hapo nchini Tanzania. Taifa la Tanzania. Labda unaweza kutueleza kwa ufupi tu safari yako ya maisha, kuzaliwa kwako hapo nchini Tanzania. Hebu waeleze watazamaji umezaliwa wapi na nini ambacho tunatarajia kutoka kwako. Karibu sana dada Husna katika Kidodi Podcast. Asante sana. Labda nianze tu kwa kujitambulisha kama ambavyo ameshasema ndugu Amini. Mimi nimezaliwa mkoa wa Dodoma. Nimekulia Dodoma, lakini pia hata elimu kwa upande wa shule ya msingi nimesoma shule ya msingi Mazengo, na baadaye nikaweza kujiunga na shule ya sekondari Dodoma kwa ajili ya elimu yangu ya sekondari. Na baada ya hapo elimu yangu ya sekondari kwa kiwango cha form 5 na 6 nimefanya shule ya sekondari Morogoro sekondari. Kwa Morogoro sekondari nimesoma form 5 na 6, baadaye nikajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya shahada yangu ya kwanza, ambayo ni shahada nimeifanya katika fani ya sosiolojia wanasema. Baada ya hapo Amini, nilipata fursa. Nilivyomaliza shahada yangu ya kwanza nilipata fursa, niliajiriwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kipindi kile inaitwa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto. Kipindi kile sasa hivi imebadilika, inaitwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake, Jinsia na Makundi Maalum. Kwa hiyo kwa kipindi chote hicho, baada ya kumaliza chuo kikuu Dar es Salaam, nilianza kazi chuo cha maendeleo ya jamii ufundi Misungwi, ambapo nilifundisha mpaka ilipofika, nilianza 2009, niliajiriwa 2009, ilipofika 2011 Amini, nikaenda kujiendeleza. Nilienda kufanya shahada yangu ya pili ya uzamili katika chuo kikuu Mzumbe, ambapo kule Amini nilibadilisha fani kidogo. Sikusomea ile wanasema masters ya sociology, nikabadilisha nikafanya masters ya development policy, sera na maendeleo. Na kwa bahati namshukuru Mungu niliweza kufanya vizuri na nilikuwa miongoni mwa waliofanya vizuri. Nilikuwa best student wa mwaka huo. Kwa hiyo baada ya hapo tena nilirudi Misungwi Mwanza kuendelea na kazi yangu ya ukufunzi. Kwa hiyo Amini, ninaweza nikasema kazi yangu ya ukufunzi nimeifanya takriban miaka 14.
na nilipotoka Misungwi ndipo nikaja RUWASA Tabora. Lakini kwa kufanya kazi ya ukufunzi pia nimepata faida nyingi, amini. Nimeweza kufanya kazi pia na taasisi mbalimbali, lakini nimefanya kazi na mashirika mbalimbali. Kwa mfano, wakati niko Misungwi niliweza pia kufanya kazi na watu wa NACTIVATE. Kitaaluma siwezi kuwajua, sijui unawafahamu watu wa NACTIVATE. Najua kwamba historia imekujenga hivyo, labda watazamaji watapenda kuelewa NACTIVATE ni nani ambao ulifanya nao na katika maeneo gani ambao ulifanya nao. NACTIVATE wanahusika sana na ni regulator, tunaweza kuwaita ni regulator, wanahusika na elimu ya kati, vyuo vya kati vya ufundi. VETA sasa hivi imeingia pia kwao. Mwanzo walikuwa wanaitwa NACTE, lakini sasa hivi na VETA pia imeingia, ndio maana unaona jina limebadilika, linaitwa NACTIVATE. Hao wako vizuri sana na wanahakikisha ubora, kukagua quality, wanasema ile quality katika vyuo hivyo vya elimu. Kwa hiyo nimeweza kufanya nao kazi kama wanaita wale physical verification team member. Nilianza mwaka 2016 mpaka nilipohamia Tabora. Kwa miaka ile nilikuwa kwa ile inaitwa kanda ya Ziwa. Lakini kwa sasa pia nimeweza kufanya, nadhani tangu nifike Tabora nimeshafanya kazi kama 3 na watu wa NACTIVATE kwa upande wa inaitwa kanda ya Magharibi. Lakini pia amini, nimeweza kufanya kazi na hawa watu wanaitwa YEP Tanzania, ambao ni Youth Entrepreneurship Program. Wana hizo program ya kuwawezesha vijana, kuwasaidia katika masuala mbalimbali na kuwawezesha kiuchumi, lakini hasa wakifocus kwenye shughuli za kijasiriamali. Nimeweza kufanya nao kwa wilaya Misungwi. Project yao kwa Tanzania wamefocus wilaya Sengerema, lakini wanayo focus kubwa katika wilaya ya Rombo. Ila mimi nilifanya nao katika wilaya ya Misungwi, amini. Pia nimeweza kufanya kazi na Zawadi Yangu Initiative nikiwa katika upande wa women empowerment. Niliweza kushiriki, wale Zawadi Yangu Initiatives wenyewe wanadili na kuwawezesha wanawake, lakini pia wana child protection ambao wanaangalia wale watoto ambao wametokea katika mazingira magumu. Kwa hiyo tulifanya ile project pia kwa upande wa wilaya ya Ilemela, mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo tumefanya nao kazi pia wale. Kwa hiyo amini, nimefanya kazi na mashirika, lakini pia taasisi. Kazi yangu ya ukufunzi kwa kweli imenifanya nimekutana na watu wengi, nimejifunza vitu vingi. Lakini nirudi sasa kwa upande wa ukufunzi kwa Chuo cha Maendeleo ya Jamii Ufundi Misungwi Mwanza. Kwanza pale nilikuwa Dean of Student. Lakini pia nimewahi kuwa coordinator wa programu inaitwa Wanagenzi Apprenticeship. Lakini pia nilikuwa coordinator wa community engagement, ile zana ya ushirikishwaji jamii, ambayo ndo ni zana kubwa sana, ambao katika maendeleo ya jamii tunaangalia sana ushirikishwaji jamii. Kama jamii haishirikishwi, basi unaweza ukakuta vitu vingi vinakwama, amini. Lakini kwa kipindi chote nimefanya pale, nilifanya kazi nyingi sana. Nimeweza kushirikiana na jamii kwa kupitia wizara yetu. Tuliweza pia kuparticipate kwenye shughuli ya programu ile, kampeni ile ya makazi bora nchini Tanzania, ambapo kama unakumbuka uzinduzi wake kitaifa ulifanywa na Daktari John Jingu ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa wizara hiyo, na ilifanyikia kijiji cha Koromije wilayani Misungwi. Asante sana dada Husna kwa maelezo mazuri sana. Labda tutoke hapo tu, watazamaji wamekusikia na utambulisho wako na uzoefu uliokuwa nao katika shughuli mbalimbali hadi hivi sasa kuwa afisa wa maendeleo ya jamii katika masuala ya maji, wakala wa masuala ya maji vijijini hapo Tabora. Labda nije katika sekta ya kielimu.
umechukua elimu ya sociology na vile vile umechukua mambo ya mipango ya maendeleo kama sikosei. Sasa kabisa, ambayo ni sera ya maendeleo. Safari yako hii ya hizi elimu mbili, kitu gani kilichokufanya ubadilishe kutoka sociology na kwenda katika masuala ya mipango ya maendeleo? Kwa nini usichukue sociology as a masters? Nilitamani kuongeza wigo na kupata ujuzi katika sehemu mbalimbali na kujikuza mwenyewe kitaaluma bila kuangalia upande mmoja tu. Kwa hiyo nilitamani pia, na uwezi amini nimeweza kujifunza vitu vingi sana kwa kupitia hiyo program nilofanya. Nimejua vitu vingi kwa sababu kwenye development policy kuna mambo mengi, kuna policy zenyewe, policy formulation, lakini kuna mambo ya governance, kuna mambo ya gender and development. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo sasa ukichanganya na ile sociology yangu unaweza ukaona sasa ni husna mwingine kabisa. Amini, upeo wa dunia unazungumza kitu kinaitwa maendeleo. Nini maana ya maendeleo ya kijamii kwa maono yako ya kitaaluma kwa utaifa la Tanzania? Vipi sekta ya maendeleo inavyopatikana? Hebu tueleze kidogo, unalionaje eneo hili? Nini maana ya maendeleo kwa ujumla wake? Tupe brief. Amini, kama unavyojua, kwanza tukisema maendeleo yenyewe tunajua ni mchakato ambao unaboresha maisha kwa ujumla, maisha ya mtu mmoja, lakini maisha ya jamii kwa ujumla, na inaweza ikawa katika nyanja ya kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na kisiasa. Hayo ni maendeleo. Lakini tunapozungumzia maendeleo ya jamii, ni ule mchakato ambapo wananchi au wanajamii wenyewe wanaungana pamoja, wanatumia rasilimali zao zilizopo, wanaangalia fursa zilizopo ili kuweza kujiletea maendeleo yao wenyewe, kutatua changamoto ambazo zinawasumbua katika jamii waliopo. Kwa hiyo ukiangalia dhana ya maendeleo ya jamii ni kubwa, kwamba maendeleo ya jamii sasa ndio yanasaidia wale wanajamii wenyewe kwa umoja wao, kwa upamoja wao, wakiangalia rasilimali walizojaliwa na Mungu, wakiangalia fursa zilizopo katika jamii yao, kuwawezesha sasa kujiletea maendeleo. Kwa mfano, unaweza ukakuta katika jamii wana changamoto, labda kuna sehemu wanapaswa kuwa wanavuka, lakini wanashindwa labda kwa ajili labda kuna kamto fulani kamepita. Lakini kwa ule umoja wao wanaweza wakajiorganize wenyewe, lakini wakishirikiana na uongozi wao wakakuta wanatengeneza pale kivuko na wakaweza kupita. Hayo ni maendeleo ya jamii. Na kwa mfano unaona wanaweza wananchi kwa ujumla wao, kwa upamoja wao, wakisaidiana na serikali yao, wakaweka nguvu kazi, labda hamna zahanati au hamna shule, watoto wanatembea umbali mrefu kutafuta shule labda au kupata huduma za kiafya. Wakaanza mchakato taratibu, wengine wakabeba mawe, wengine wakaleta mchanga pale, na serikali ikaintervene pale. Amini, labda tukiangalia, serikali ni sekta kuu ya kuleta maendeleo katika taifa lolote lile duniani, lakini maendeleo hayaletwi na serikali peke yake. Ndio nazungumza upana wa maendeleo. Ndio, amini, ni eneo ambalo mpaka sekta binafsi zinahusika. Ndio, katika kuleta mabadiliko ya maendeleo. Wewe unaonaje baina ya sekta binafsi na sekta za serikali katika kuleta mabadiliko chanya ya maendeleo nchini Tanzania? Kabla hatujaenda swala jingine hapa. Sawa. Amini, kwa kifupi, hatuna namna ya kuikwepa public private partnership. Yaani kama kweli tunataka kuleta maendeleo, basi lazima hawa wadau ni wadau muhimu sana, kwa sababu wale wadau watafanya kwa kiwango chao na serikali itafanya kwa kiwango chake, na wananchi kwa ujumla wao na kwa umoja wao watafanya kwa kiwango chao. Unaona, mchakato unakuwa rahisi. Kwa hiyo ni rahisi kufikia malengo au kufikia maendeleo fulani au kuboresha maisha ya watu, kuboresha maisha ya jamii fulani kwa kupitia hiyo hawa wadau wengine wa maendeleo. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba hawa wadau wadharauliwe au waachwe,
kwa sababu tunaona kabisa PPP imekuwa nguzo nzuri. Sawa kabisa. Labda tutoke hapo kidogo. Umechukua miaka 14 ya kufundisha katika chuo cha maendeleo ya jamii katika mkoa wa Mwanza, wilaya ya Misungwi. Tueleze mafanikio yale ambayo umeyapata katika kuele sekta ya ualimu na changamoto ambazo umepitia katika miaka 14 ya kazi hii. Tueleze, kwa sababu ni eneo kubwa sana la kuweza kubadilisha jamii. Wewe ulifanikiwa vipi kubadilisha jamii katika miaka 14 yako ya kusomesha hapo? Amini, asante sana Amini. Kikubwa, unajua, wanakuambia kwanza kazi yoyote unayoifanya kwanza lazima uipende. Ukishaipenda, mimi ukufunzi nilikuwa naupenda na nilikuwa nafanya kabisa kwa moyo mmoja. Na kikubwa ninachofurahia Amini, mimi leo hii nikienda katika wilaya yoyote katika nchi hii, siwezi kukosa mwanafunzi wangu hata mmoja ambaye ni product imetoka kwenye mikono yangu. Nikimkosa TARURA nitamkuta TANROADS. Nikimkosa TANROADS nitamkuta kwenye kampuni fulani ya ujenzi. Nikimkosa hapo nitamkuta halmashauri. Kwa hiyo tu kwanza kwa mkufunzi yoyote ni lazima ajivunie. Unajua pale ambapo unafanya kazi, unatengeneza vijana na kesho unawakuta wapo mahali fulani, kwa kweli ni faraja. Lakini pia kwa kupitia huo ukufunzi Amini, kama nilivyokuambia, nimeweza kushiriki kazi mbalimbali. Unajua chuo chetu sisi ni miongoni mwa vyuo ambavyo vipo chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kwa hiyo kwa kupitia huo ukufunzi wangu umenifanya nimeshiriki kazi mbalimbali. Kwa mfano nimeshiriki katika kuandaa na kuandaa miongozo mbalimbali ya wizara. Kulikuwa na mwongozo ambao tumeufanya kama nilivyokuambia, mwongozo wa wanagenzi, lakini mwongozo wa ushirikishwaji jamii, lakini kulikuwa na pia wizara ilianzisha vituo vile vinaitwa vituo vya ubunifu, Digital Innovation Centers. Ile miongozo yote nimeshiriki katika kuandaa. Kwa hiyo ile tu kwanza ni mafanikio makubwa, kwa sababu kuna vitu vingi nimejifunza kwa kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, lakini nisingeweza kupata hiyo nafasi kama nisingekuwa mkufunzi katika Chuo cha Maendeleo ya Jamii Ufundi Misungwi Mwanza. Kwa upande wa kufundisha na umetoa wanafunzi wengi. Ndiyo. Na kama ulivyojieleza umesema kwamba kila sehemu ambayo utakuwa TANROADS, halmashauri na maeneo mengine mengi tu utakuwa unasema kwamba unajivunia kuona wanafunzi wako. Labda nitoke hapo tu kidogo niende katika eneo la ufanyaji wa kazi hivi sasa katika mkoa wa Tabora, katika hiyo mamlaka ya maji ya maendeleo vijijini. Ndiyo Amini. Wakala wa maji wa vijijini. Labda Ndiyo. Nataka kufahamu wakala wa maji sehemu kubwa katika mabadiliko ya kila mtu, kwa sababu elimu ya kusomesha na tofauti ya kazi ni vitu tofauti kabisa. Labda Tanzania ni sehemu moja yake. Ndiyo. Unaweza kunieleza kwa uzoefu wako, mfumo wa kiutendaji umekuwa uko na usawa baina ya jinsia mbili? Kama mwanamke wewe unajifikiria kitu gani? Unalipokeaje swala hili? Ndiyo. Nataka uwe specific hapa kwa sababu umetoka kuwa mwana mkufunzi, umeingia kwenye kazi na sasa ni afisa. Hebu tueleze mabadiliko gani uliyoona kutoka ukufunzi na mabadiliko gani ambayo unayaona hivi sasa katika maeneo yako ya kazi, hususan hapo Tabora katika mamlaka ya wakala wa maji vijijini, kwa kuzingatia kazi za uongozi kama ni mwanamke, kazi za uongozi vile vile katika jinsia, na vile vile unachukuaje nafasi yako hivi sasa kutoka nafasi ya kuwa mkufunzi hadi kuwa afisa wa maendeleo ya jamii katika mamlaka ya maji hapo mkoa wa Tabora, Tanzania? Amini, mimi kwanza nashukuru. Kuna vitu vingi naona. Unajua, ukiwa mkufunzi muda mwingi sana, we kazi yako kubwa ni kutoa maarifa ambayo unayafahamu kwa kufata mitaala, kuyapeleka kwa mtu mwingine. Lakini tofauti sasa inayokuja Amini, ukishakuwa kwa mfano sasa niko RUWASA, yale maarifa uliokuwa unawapa wengine sasa na wewe unatakiwa kuyatumia ili ufanya kazi sasa.
Kwa hiyo kule ilikuwa unatoa tu maarifa, unatoa maarifa, unatoa maarifa. Unakuta kazi zile wanasema kazi za field zilikuwa chache, kazi za field chache, lakini hapa nilipo kazi za field ni nyingi, amini. Kwa hiyo ile sasa ile nini zile nini wanakuambia mbinu mbalimbali za maendeleo ya jamii zile za kuweza kuwafikia wananchi, kuweza kuwashawishi wananchi, kuweza kuwaelimisha wananchi. Sasa unaona sasa hivi nazifanya sasa. Kipindi kile nilikuwa nafundisha namna gani wanaweza wakafanya ili wawafikie wananchi, kwa sababu tunaambiwa unavofanya kazi kama maendeleo ya jamii, kwanza kitu kikubwa unatakiwa kujua watu wako wa aina mbalimbali, wana tabia mbalimbali, na jinsi ya kuwafikia. Maana yake usitegemee tu kwenda kwa aina moja. Kuna mtu mwingine kumwelimisha, amini, unatakiwa kweli kutuliza kichwa kabisa, ili mtu akuelewe kwamba sasa tunapaswa labda kunywa maji safi na salama, au sasa hapa inabidi uhame upishe mradi fulani. Inabidi kuna namna. Ukikosea pale unaweza ukaona kuna changamoto. Kwa hiyo lakini pia masuala ya jinsia naweza kuyasemea. Kwa sasa, amini, unaweza ukaona kuna mabadiliko makubwa sana. Ukiangalia katika nchi yetu, wanawake wengi wanashika fursa, nafasi kubwa kabisa. Mfano mzuri utaona kabisa sasa hivi rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mwanamke. Kwa hiyo mabadiliko, ukiniuliza mimi, mabadiliko ni makubwa, amini. Zamani watu walikuwa wanaona ni vitu kama haviwezekani, lakini sasa hivi unaona ni mwanamke na unaona anafanya mambo mengi, umeona. Lakini sio tu hapo, kuna nafasi nyingi wanashika wanawake na wanafanya vizuri pia. Kwa hiyo nadhani kikubwa ni mwanamke mwenyewe ile kujiamini na kuamini kwamba bwana, mimi ni mwanamke lakini ninaweza kufanya hiki kitu, na nikipewa nafasi nafanya vizuri. Na sisi wenyewe lazima tukubali ile mentality zetu zibadilike, kwamba utakapoaminiwa kama mwanamke na wewe basi ujiaminishe. Kwa sababu unaweza ukipewa kazi fulani, jukumu fulani, umeaminiwa we ni mwanamke, unaenda kuharibu, unafikiri nini kitatokea? Kwa hiyo pale tunapopata fursa, tunapoaminiwa, amini, wanawake ni lazima tuitumie hiyo fursa vizuri. Kwa hiyo mimi ninaona, yani kwa sasa nikiangalia, changamoto hazikosekani, amini. Kuna sehemu nyingine unakuta tu ile mtu anaona kwamba huyu ni mwanamke, lakini mimi siamini. Naona wanawake wengi wanafanya vizuri, amini, na mambo yanaenda. Kwa hiyo mimi kama mwanamke ninaona mwanamke mwenyewe nafasi yake kwanza ile kujiamini tu kwamba mimi na uwezo na nitafanya kazi vizuri na nataka tupate matokeo chanya. Kwa upande wako wewe kama ni mwanamke na nafasi yako hiyo ya uongozi, ndio, na vile vile unakutana na wanaume mbalimbali hapo katika nafasi ya kazi hiyo, ndio, changamoto gani ambazo unapambana nazo kutoka na jinsia upande wa pili, katika maamuzi ambayo labda kama ni mwanamke ni kiongozi, na unawaambia nini wanawake wengine wapambane katika eneo kama ambalo wewe hivi sasa unalo? Ili ni swala la nyongeza kidogo, Husna. Na kuelewa, amini. Sasa mimi naona kama niko tofauti kidogo, kwa sababu mimi nilivyoamini, kwanza nina ile kujiamini kwamba mi Husna, I can do the best. Niko hivyo. Kwa hiyo naamini hata ukiniweka kazi, ukanipanga, labda ukaniambia fanya na Julius, fanya labda na Faustine, fanya na John, I believe tutafanya wote vizuri. Kwa hiyo ile kwanza mentality yangu imeshajengeka kwamba mimi ninaweza pia nikafanya kitu vizuri tu na kikatoa matokeo chanya. Na nadhani hicho kwanza ndio wanawake wengi tungetembea nacho. Unajua, tunapoanza sisi wenyewe kujirudisha nyuma kwamba mimi mwanamke, mimi nimezaliwa mwanamke, sasa nitafanyaje kazi na hao wanaume? Shida inaanzia hapo, amini. Nadhani cha kwanza ni kujiamini. Ukijiamini, mimi naweza nikasema mimi naona nafanya kazi vizuri tu. Ukiangalia kwa mfano taasisi yetu, unaona engineers, most of engineers wengi ni wanaume, tunafanya nao kazi vizuri. Tunafanya nao kazi. Ni ile wewe mwenyewe utakavyojikubali tu.
Na pale unapoona kama mwanaume labda anataka kwenda ndivyo sivyo, unamwelewesha kwamba hapa hapana, hapa tufanye hivi, hapa hii sio nzuri, hii haitotupa matokeo mazuri, au hapa sasa naona kama unataka kuvuka mipaka, hapa tungefanya ABCD tungefikia result hizi. Kwa hiyo ni sisi wenyewe, amini mimi ukiniuliza kwamba changamoto, sioni kama kuna changamoto kubwa kwa kweli, sijui labda kama tuje katika eneo jingine. Kazi zako hapo za mamlaka ya maji wakala wa maji vijijini, nitapenda kuelewa nini ambacho mnakifanya zaidi katika kusaidia kutatua matatizo ya maji hapo katika mkoa. Najua ni wakala ni kwa maeneo yote ya taifa la Tanzania. Ndiyo. Nini ninachokifanya nyinyi kutatua haya matatizo ambayo hivi sasa yapo katika masuala ya maji, kama ni afisa wa maendeleo ya jamii, lakini katika eneo la sasa la maji? Sawa. Watazamaji wanataka kuelewa kwa sababu tatizo la maji ni kubwa sana katika taifa la Tanzania mpaka hivi sasa. Asante sana Amini, asante sana. Nadhani kama ukianza, nitakupa assignment Amini, inabidi ukitoka hapo ututafute wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA, ambapo utaona na tuna waziri mzuri mchapakazi kabisa, Mheshimiwa Aweso. Utaweza kuona kwa kweli tangu wakala ianze kuna mabadiliko makubwa sana, hasa katika sekta ya maji katika maeneo ya vijijini. Kuna maeneo Amini ulikuwa ukienda yani kukuta bomba unaweza ukashangaa, lakini sasa hivi Amini, mimi nakwambia vijiji vingi vya Tanzania vina huduma ya maji. Yaani ukienda utakutana na mabomba. Bado vijiji vichache ambavyo havijafikiwa, lakini serikali inapambana. Kama unafuatilia, hata kama umefuatilia hotuba ya bunge la bajeti, unaweza ukaona waziri wetu alivyokuwa anawasilisha bajeti, ameweza kutaja vipaumbele mbalimbali ambavyo sisi kama RUWASA na Wizara ya Maji kwa ujumla inatamani hivyo vitu vifanyike. Kwa hiyo lengo kubwa, na ukiangalia serikali ya awamu ya 6, ukiangalia lengo kubwa ni kutatua tatizo la maji. Maji ilikuwa ni shida sana, na ukiangalia miradi ni mingi mikubwa imetekelezwa kwa muda mchache kabisa. Kwa hivyo ukiniambia mimi, nitasema tu namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Kwa kweli miradi ni mingi, kuna Same Mwanga, kuna miradi mikubwa, na sasa hivi unaona kabisa Wizara ya Maji na focus kwenye miradi ya kimikakati. Kwa hiyo ninachoweza kusema mimi, naona kabisa tatizo la maji linapungua kwa kasi kubwa. Yaani ukifananisha miaka ile sisi tukiwa wadogo Amini, ukienda kijijini maji ni kuchota visimani, lakini sasa hivi unaenda kijijini unakuta kabisa mtandao wa bomba Amini. Kwa kuna mabadiliko makubwa sana, na tusiposema asante tutakuwa na shida. Kwa hiyo kuna muda lazima tu appreciate. Kwa kweli mabadiliko ni makubwa, na lengo ukiangalia kama sisi maafisa maendeleo, sisi sana sana tuna kazi mbalimbali. Kwa mfano kuhimiza, unaweza ukakuta labda mradi wa maji unataka kupita sehemu fulani, kuna labda unapita kwenye eneo la watu, kuna ile kuwapa watu utayari wa mradi, kuwafahamisha faida za mradi, lakini kutoa ile, unajua kuna watu wanakuwa hawana ule uelewa, kuwapa ule uelewa faida za mradi, watafaidika nini, umeona, na kwa nini labda wapishe mradi, vitu vya namna hiyo. Lakini pia kuna ile kutoa elimu kuhusu kulinda miundombinu ya maji, kwa sababu pia usipowapa wananchi elimu ile, unaweza ukakuta ile miundombinu wanaiharibu. Sasa serikali itakuwa inatengeneza, wananchi wanaharibu, tutakuwa hatuendi mbele, tutakuwa ni kama tumesimama sasa. Kwa hiyo lazima wananchi wafahamishwe kwamba hiki hampaswi kufanya, lakini pale ambapo mtakuta miundombinu ya maji labda imeharibiwa, ni vema mtoe taarifa sehemu fulani. Lengo ni kuboresha huduma ya maji vijijini. Sawa kabisa. Unajua Amini, ninachoweza kusema, maji hayana mbadala. Maji hayana sawa kabisa badala.
Ni huduma ambayo inahitajika kwa kila siku. Labda tuje katika eneo hilo hilo katika swala la nyongeza na masuala ya maji. Naposema kupeleka maji vijijini katika huduma za makaazi tu peke yake, au labda mnaangalia na sekta nyingine kama sekta za kilimo, kuna mahitaji mengi tu makubwa, na natumainia kwamba kumeanzishwa mradi wa kilimo wanaitwa BTT, mradi huu wa kilimo ambao umeanzishwa. Kazi yenu kubwa ni hiyo vile vile, kupeleka maji katika maeneo ya sekta za kibiashara au sekta za kiuchumi, au ni makaazi tu katika maeneo ya vijijini? Sisi kwa mfano kwenye swala la maji tuna RUWASA. Kama RUWASA kazi yao wanasanifu, wanatekeleza miradi na kuikabidhi. Tunasema kuikabidhi kwa jamii. Kuna hivi vyombo vinaitwa vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii, CBUSOs. Hizi baada ya miradi kukamilika wanakabidhiwa. Kwa hiyo wale ndio wanakuwa wanasimamia uendeshaji wa huduma ya maji kule. Lakini pale watakapopata tatizo lolote, basi RUWASA ipo kwa ajili ya kuwaelewesha, kuwaelimisha, kuwasaidia ili tu jamii iendelee kupata huduma iliyo bora na endelevu. Na nyinyi vile vile mnasimamia wakandarasi wa masuala ya maji. Ndiyo. Na mnasimamiaje katika kubadilisha mabadiliko ya maeneo hayo? Amini, huko unanipeleka mbali sana, sipendi sana kwenda huko, lakini unachopaswa tu kujua kwamba wakala wa maji vijijini RUWASA wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo yote ya vijijini yanapata huduma ya maji. Lakini sio huduma ya maji na usafi wa mazingira pia. Najua kwamba kuna mengine hutaweza kuyajibu. Ni sawa kabisa. Labda tuendelee katika eneo jingine. Labda sawa. Taifa la Tanzania. Ndiyo. Taifa la Tanzania kupitia uongozi wa Rais Samia limefanya na kuandaa mambo mengi tu. Sawa. Unaonaje mabadiliko ambayo yanatokea hivi sasa nchini Tanzania? Unayaonaje mabadiliko makubwa ambayo yanatokea nchini Tanzania? Ninachoweza kusema Amini, ndo tunarudi pale pale ambapo ulisema vipi nafasi ya mwanamke. Nikakwambia kwamba mwanamke yeye mwenyewe akishajiamini, akaamini anaweza, anafanya kazi. Na mfano mzuri tu utaona, unaona kuna miradi mikubwa iliachwa baada ya Rais John Pombe Magufuli, marehemu John Pombe Magufuli, rais wetu alivyofariki. Watu walikuwa wengi hata wanapata hofu, vipi kwa mfano ile Kigongo Busisi itakamilika, itakuwaje? Yaani kulikuwa na hofu fulani, lakini ile miradi imekamilika. Ukiangalia daraja lile la Kigongo Busisi limekamilika, na hivi ninavyokuambia linatumika. Amini, ukirudi Tanzania utashangaa. Kwa hiyo, lakini sio hiyo tu, ukiangalia katika sekta ya elimu unaona mabadiliko, mashule ni mengi, lakini ukija kwenye sekta ya afya kuna mabadiliko makubwa. Mimi naweza nikakupa mfano tu, kuna siku niliuguliwa na mama yangu, nikaenda hospitali, nilishangaa. Nimeshangaa, nimefika pale emergency, unaweza usiamini, hivi kweli niko Tabora au niko sehemu gani? Unaona kabisa hospitali ina vifaa. Yaani vitanda ni vizuri, hospitali ina vifaa. Kuna mabadiliko makubwa sana. Lazima, mimi huwa nasema kuna muda lazima tukubali mabadiliko yapo na vitu vinafanyika. Unajua ukiwa huku pembeni unaweza useme mbona kama sioni, lakini mabadiliko yapo. Ukianza kutembea leo hii, ukianza kwenda mikoani, utaona kuna sehemu tulikuwa tunapata shida, ni barabara za vumbi, lakini sasa hivi maeneo mengi barabara zinafikika. Na hata hizi kwa mfano sisi, hizi barabara za vijijini nyingi zinafikika. Wako TARURA siku hizi. TARURA wanazihudumia hizo barabara na nyingi zinapitika. Tofauti na ile zamani mnaweza mkalala polini siku mbili, labda ile kwa shida kama kipindi cha mvua. Lakini sasa hivi hata kipindi cha mvua vile wanajitahidi. Yaani ikitokea wakipata taarifa, unaona kuna mambo yanaenda. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema Amini, mimi binafsi
mabadiliko nayaona. Hasa kwa hapa nilipo ndo naona mabadiliko makubwa katika sekta ya maji. Kwa hiyo lakini Sawa ukiangalia kabisa. sekta ya maji, sekta ya afya, elimu, miundombinu kwa ujumla, miradi ni mikubwa mimi. Asilimia ngapi ya wananchi wamefikiwa hivi sasa katika masuala ya maji? Kwa mfano kwa wapi sasa? Hususan maeneo ya vijijini, hususan kwa maeneo ya vijijini, kwa jinsi ambavyo ilivyokuwa. Kwa mfano Wizara ya Maji iliweka kabisa mpaka ifikie 2025 asilimia 85 ya wananchi waishio vijijini wao wamepata, yani tuwe tumetoa huduma ya maji kwa asilimia 85, lakini kwa upande wa mjini ilikuwa ni asilimia 90. Na nikikwambia hata ukija kuangalia amini sema kama light ningekuwa najua utaniuliza hivyo, ningekuorozeshea kabisa, lakini itoshe tu kusema mafanikio ni makubwa. Na vijijini, vijiji ulivyokuwa unavijua amini zamani sio vijiji vya sasa. Yaani sasa hivi ukienda vijijini changamoto ya maji sio kubwa, upatikanaji maji sio kubwa kama ilivyokuwa zamani. Yaani vijiji vingi vinapata maji. Kwa mfano ukiangalia kwa mkoa wetu wa Tabora, wilaya ya Nzega, wilaya ya Igunga, wilaya ya Uyui, wote wameshapata, kuna ule mradi wa Ziwa Victoria. Wanapata maji. Ni vitu ambavyo unaweza ukasema hivi ni kweli au, lakini ni kweli amini. Ni kweli. Nilikuwa nataka nije huko vile vile kujua mradi wa kubwa sana wa Lake Victoria ambao na sasa hizi unaelekea. Sipendi sana kusema huko, unanipeleka kuna vitu ambavyo sipaswi mimi kama Husna kuvisema. Kwa hiyo naona kama amini nakukwepa, lakini unanipeleka kule. Sawa kabisa. Labda tutoke kidogo tu nje ya eneo lako sasa hili la maeneo ya maji, tuje katika sekta ya kitaifa katika taifa letu. Kama wewe ni mwanamke na vile vile uko kwa nafasi kama hiyo na ulikuwa mkufunzi, uongozi wa juu katika taifa la Tanzania uko chini ya mwanamke. Sawa. Kiongozi mkuu wa nchi ni mwanamke. Katika mwanamke, je, unajivunia nini kuona sasa hivi taifa letu lina kiongozi mwanamke, na kama wewe ni mwanamke? Kama ambavyo nilishakwambia awali, ni ile tunarudi kule kwamba kuona kwamba vitu ambavyo watu wanafikiria haviwezekani vinawezekana. Hapa nazungumza zaidi uongozi wa juu. Najua inawezekana na imewezekana na imetokea. Ndio. Je, unaonaje wewe binafsi kuwa na rais mwanamke kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Mimi kwangu ninajivunia hilo amini, kwa sababu. Na wewe una matarajio hayo baadaye kumoja kufikia level hiyo iko siku? Siwezi kusema nina matarajio hayo, hapana, sijawahi kufikiria hivyo, lakini kama ambavyo unanijua mimi, matarajio yangu ni kusimama pale ambapo naweza kutetea wananchi, kutetea wanawake wenzangu, kuwasaidia, nipate fursa ya kuwasemea. Kwa hiyo huko unaponipeleka ni pakubwa sana kwangu na sijawahi kupafikiria, lakini nafikiria kufanya kazi na taasisi kubwa zaidi za kimataifa ambazo lengo lake kubwa ni kuangalia changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba wakina mama, vijana na hata watu wengine ambao wana mahitaji maalum, katika kuhakikisha kwamba na wenyewe wanafurahia maisha. Umenijibu vizuri sana. Labda tutoke katika eneo jingine. Sawa. Katika mahojiano yetu, unajua kuna mambo mengine najua hutoweza kuyajibu katika Ndiyo. taaluma yako kwa sababu ya sheria na taratibu za kikazi. Sawa kabisa. Na hujafanya ruhusa kujibu maswala mengine. Labda nitakuja katika eneo la wewe sasa. Tuje katika eneo lako wewe mwenyewe binafsi. Sawa. Kama Husna. Ndiyo. Wewe sasa ni mmoja katika wanawake wenye kiwango kikubwa cha elimu. Ndiyo. Una masters katika mambo ya masuala ya development. Development policy. Ndiyo. Ni kiwango kikubwa sana hicho. Na wako wanawake wengine. Ndiyo. Katika eneo kama hilo. Je, unaonaje kuwasaidia wanawake wengine katika kufikia kiwango kama hicho ulichofikia wewe? Na kujivunia kama wewe mwanamke na kuona wanawake wengine, kwa sababu iko siku na wewe utakuja kustaafu. Ndio.
utakuja kustaafu na utakuja kuwa pembeni katika majukumu ya kikazi, lakini Ndio, utakuja kuona faraja na furaha kuona baadhi ya wanawake ndio, tunaita taaluma wana excel, ndio. wanafikia kiwango ambacho wamefikia wewe. Nini maoni yako katika eneo hilo? Amini, ndo maana nikakwambia hapa nilipo ninapambana, lakini bado ndoto yangu ni kufanya kazi na mashirika makubwa, taasisi kubwa, au kutafuta wigo zozote ambazo kwa kiwango kikubwa nitapata fursa ile ya kuwa karibu kutetea maslahi ya wale ambao wanahitaji kunyanyuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukiangalia wanawake wengi, ukienda kama vijijini, wanawake wengi wamekosa fursa labda ya masomo, lakini kuna wengine unakuta wanakosa mitaji, umeona? Kwa hiyo ninatamani siku moja niwe sehemu ya kufanya maamuzi ili kuwasaidia wanyanyuke na wenyewe watoke pale walipo. Ukisema maeneo ya maamuzi, unakusudia maeneo gani zaidi? Unataka kuwa mbunge siku uende bungeni? Amini, unanichokoza. Kama unakumbuka, nimewahi kugombea ubunge. Nimewahi kugombea ubunge, japokuwa wanasema kura hazikutosha, lakini usiseme na kutafuta, kwa sababu hapa tunataka kumuona Husna anajitangaza vipi kwa jamii ili naye Husna aonekane. Kwa hiyo amini ni vile maadili yangu ya kazi hayaruhusu sana kujiingiza kwenye masuala ya siasa, lakini ninachoweza kusema siasa naipenda. Hicho tu ninachoweza kusema, siasa naipenda. Yaani siasa naipenda, na unanijua kabisa, na usitake kuniuliza niko wapi, lakini siasa naipenda. Na mimi nimewahi kushika nyadhifa katika chama changu tawala. Chama tawala Tanzania unakijua wewe. Sina haja ya kukitaja jina. Sawa, basi tutoke kidogo huko ili tusiende tukaondoka kwenye maadili yako ya kazi na sheria ambazo zinakukumba za kazi. Labda nini matarajio yako kama Husna? Matarajio ya Husna katika nafasi yake ya sasa, katika uongozi wa kikazi, na matarajio ya baadaye. Nini matarajio? Na masuala mawili ya mwisho hapa ambayo nitakuuliza. Moja ni hili, nini matarajio yako? Bado na nafasi. Yes. Endelea. Matarajio yangu kama Husna, naamini pale ambapo Mwenyezi Mungu atanijalia umri mrefu, basi naamini kwamba nitafanya vizuri sana. Nitaacha alama katika jamii au katika sehemu yoyote ambapo nipo mimi kama Husna. Kitu kikubwa ninachopenda mimi ni kuacha alama, na siku zote ninajituma, nafanya kazi kwa bidii. Lengo ni kuacha alama. Unajua amini, ukisema alama, unataka ziko alama nyingi. Unaweza kuitaja moja katika alama ambazo unataka kwa nikisema kuacha alama, kwa mfano nitaweza nikakwambia leo hii, ukienda chuo cha maendeleo ya jamii ufundi Misungwi, ukaulizia unamfahamu Madamu Husna, niliwahi kuonana na mkufunzi ambaye mimi nimeondoka pale, yeye hakuwahi kunifahamu wala lakini tangu amefika anasikia Madamu Husna. Siku niliyopata fursa kwenye mkutano fulani wa wataalamu wa maendeleo ya jamii Tanzania, inaitwa Kodepata, tukakutana kwenye kongamano lile. Alipotambulishwa akaambiwa huyu ndo Madamu Husna, aliniambia, dada yangu, sio kwamba na kusifia au sio kwamba nasema kwa sababu nimekuona, lakini jina lako ni kubwa kuliko we mwenyewe. Hiyo ni alama. Amini, hiyo inamaanisha nimeacha alama, nimetenda mema, nimejituma, nimefanya mazuri. Na ni vema usifike kwa mazuri, usije ukaondoka ukaanza kusifika kwa mabaya. Yule watu wanakuonyeshia kidole, ni mbaya hiyo, amini. Kwa hiyo mimi namwomba Mwenyezi Mungu siku zote ninapoaminika sehemu yoyote, basi nifanye kazi kwa weledi wa hali ya juu na kutoa wanasema ni matokeo chanya. Yaani ukishafanya, umepewa kazi, umeifanya vizuri, imeleta matokeo chanya, siku ukiondoka, amini watakukumbuka, na watakapokukumbuka kwa yale matokeo chanya uliyoacha, ndio umeacha alama hivyo, amini. Na najua kwamba una alama nyingine umeiacha vile vile. Ulikuwa ni mwanafunzi bora
katika wanafunzi katika chuo cha Mzumbe. Sasa kabisa ni alama moja ambayo pia pale unakumbukwa, ni sasa kabisa. Sawa kabisa, lakini pia sio hiyo, hata wakati namaliza form 6 Morogoro Sekondari pia niliacha alama. Nilikuwa mwanafunzi aliyefanya vizuri kuliko wanafunzi wote wa mchepuo wa HKL. Kwa hivyo una alama nyingi sana. Nimeacha alama na ndio siku zote natamani popote nitakapokuwa niache alama. Na vile vile unaposema kwamba unataka kufanya kazi katika mashirika makubwa zaidi, ndio katika maeneo gani ya mashirika hayo? Katika kumalizia kipindi chetu, unaweza kusema ili kujijenga wewe mwenyewe binafsi na kuwajenga wanawake wengine. Amini, natamani kufanya kazi kwenye mashirika au kwenye taasisi yoyote ambayo kipaumbele chake kikubwa ni kufocus kwenye watu ambao wanahitaji kusaidiwa. Kwa mfano tunazungumzia wanawake, lakini tunazungumzia vijana. Kwa hiyo nitakapopata fursa sehemu yote ambapo nitakuwa sehemu ya kutoa mawazo, kufanya kazi katika kuhakikisha wale vijana labda au wanawake au watu wenye wanasema mahitaji maalum wanasaidiwa, basi mimi ni furaha kwangu. Kwa kweli natamani niwe sehemu. Hata nikishindwa kufanya kule, basi nipate fursa ya kusimama mahali na kuwasemea. Na sio kusema tu, manake nikikwambia hivyo natamani nipate sehemu ambayo kweli ukisema unasikilizika. Nikisema hivyo unaelewa, utaniambia nataka kuwa mbunge, Amini. Si lazima eneo moja, hilo sio eneo, ni eneo moja wapo tu, lakini nafasi za kutambulikana duniani ziko nyingi. Sio eneo hilo, ni moja tu eneo. Labda katika kumalizia kipindi chetu cha leo hapa, kama Husna, nini unawaambia watazamaji wetu ambacho unataka kuwaambia katika maendeleo yako wewe mwenyewe binafsi na maendeleo ya taifa la Tanzania? Na vile vile na maendeleo ya mwanamke hususan ni vijana? Nini ambacho unataka tuachia kwa siku ya leo kwa maoni yako, kama ni afisa wa maendeleo na unayajua maendeleo ni nini, yanafanyika vipi, na taifa letu la Tanzania unalionaje? Nini unataka kukiacha kwa siku ya leo hapa? Amini, ninachoweza kusema, kwanza kitu kikubwa wanasema ni ushirikiano, lakini nidhamu, lakini upendo, umoja, mshikamano. Hivyo vikipatikana, basi tutapata utulivu, na utulivu unavyopatikana, Amini, tutafanya kazi kwa bidii. Tukifanya kazi kwa bidii, Amini, tutafikia malengo yetu. Na nadhani kila mmoja ambapo alipo afanye kazi kwa kujitoa, aache alama. Serikali inatutegemea. Serikali yetu inaangalia sehemu, kuna watu wa afya, kuna watu wa elimu, kuna watu wa Wizara ya Maji, kuna watu wa kilimo. Sasa ukiwa wewe kwenye kilimo usipofanya vizuri, utamsababishia huyu mtu wa afya awe na kazi ngumu. Au ukiwa wewe kwenye afya usipofanya vizuri, utasababisha huyu mtu wa kilimo apate changamoto. Kwa hiyo ukiangalia vitu vyote hivi vinategemeana. Kwa hiyo kila mtu afanye kazi kwa ufasaha, kwa umakini. Zile elimu zetu tunazozipata basi tuzitumie ziwe na tija ili tuweze kusaidia taifa letu, Amini. Bila kujitoa, bila kufanya kazi kwa commitment ya hali ya juu, Amini, hatuwezi kulisaidia taifa letu, hatuwezi. Na maana hapo ndo dira yetu ya 2025-2050 itaweza kutekelezeka zaidi, tukiweza na kitu naita integration. Ndio, kwa sababu italeta mabadiliko makubwa katika taifa letu la Tanzania. Ni kweli kabisa, kwa sababu ukiangalia kuna umoja, utu, ushirikiano. Vyote hivyo ni muhimu katika kuhakikisha kwamba tunafikia malengo. Yaani visipokuwepo hivyo ni ngumu sana, Amini, ni ngumu sana. Kwa mimi ninacho wahusia wenzangu, lakini ambacho ningependa kuambia, tupendane, tushirikiane, tufanye kazi, lakini tutumie pia, kikubwa natamani tutumie taaluma zetu kuleta tija katika kuhakikisha tunawasaidia wale ambao
tumewekwa kwa ajili yao, kwa sababu leo hii mimi nisipomsaidia mwananchi, basi kazi yangu na taaluma yangu haina maana. Amini. Sawa kabisa. Na una ujumbe gani kwa watu wa namna hiyo ambao wana taaluma ambao hawafanyi kazi zao sawa? Hiyo si sawa. Amini, si sawa. Ninaweza kusema si sawa kwa sababu unapopata taaluma fulani, unajua kazi zinatafutwa. Mtu anamaliza degree yake, anamaliza masters yake, anamaliza PhD yake, anatafuta kazi mwenyewe. Unatafuta kazi, unapata kazi. Tukifika kule tunasahau kile ambacho kimetupeleka. Kiukweli tunapaswa kufanya kazi, na kila mtu alipo akifanya kazi, basi mimi naamini tutasonga mbele, kwa sababu mimi niko kwenye labda sekta ya maji, mwingine yuko kwenye sekta ya kilimo, mwingine sekta ya mifugo. Kila mtu akifanya kwa kila kitu kule, mambo yataenda vizuri. Changamoto hazikosekani. Amini, changamoto zipo, na sisi ni kikubwa kutafuta namna gani ya kudili na hizo changamoto. Pale ambapo tunaona tunashindwa, tunashauri, na nadhani unaona serikali ambavyo inapambana pia, kwa sababu vile ambavyo sisi kazi yetu ni kutoa taaluma zetu, mengine haya serikali itatusaidia, sababu hatuna kusema labda hela za kuendeleza miradi hatuna, lakini basi zile hela zinazokuja kwenye mradi zitumike vizuri. Ile taaluma unayoitoa basi iwe nzuri. Kama ni jengo, likijengwa liwe na ubora, sio siku mbili watu wanajenga zahanati, siku mbili zahanati imeanza kutoa ufa. Tunakuwa hatutendi haki, pesa za serikali zinakuwa hazitumiki ipasavyo, na hiyo si sawa. Nakushukuru sana dada yangu Husna kukubali kuwepo hapa na kuweza kuzungumza na mimi. Umetueleza mengi tu, umechambua vitu vingi vizuri, umeeleza kwa upana sasa kwa taaluma yako. Wasikilizaji wamekusikia, watazamaji watafurahi, na mwisho wa yote hayo pia vile vile tunakupongeza kwa utendaji wako wa kazi katika mamlaka hapo wakala wa maji vijijini hapo nchini Tanzania katika mkoa wa Tabora. Na mimi nasema kwamba asante sana, mengi umetuachia siku ya leo, na mengi watazamaji watayasikia katika kipindi chetu cha leo hapa Kidodi Podcast. Asante sana, nashukuru sana kuungana nami moja kwa moja kutoka hapo Tabora nchini Tanzania, na mimi nikiwa hapa Seattle, Washington. Kila la heri dada Husna katika shughuli zako za kazi. Kama unanyongeza zaidi kabla hatujafunga kipindi chetu kwa watazamaji wetu, karibu sana katika nyongeza ya mwisho kabisa. Nashukuru sana. Kwanza nashukuru sana kwa hii fursa ambayo nimepata kuzungumza na wewe leo, lakini kikubwa ninachoweza kusema tunapoaminika, basi na sisi tuonyeshe ule uaminifu. Kila mtu ana maadili ya kazi, na maadili yake ya kazi, hamna mtu ambaye anaajiriwa kwamba hajui maadili yangu ya kazi ni yapi. Kila mtu ajitahidi kwa namna Mungu alivyomjalia aweze kuyatimiza yale yote anayopaswa kuyatimiza ili tuweze kufikia malengo. Asante sana. Nakushukuru sana na kutakia kila laheri katika shughuli zako za kazi hapo nchini Tanzania, na karibu kwa mara nyingine katika vipindi vyetu endelevu vya Kidodi Podcast. Shukran, asante kwa siku ya leo. Watazamaji wetu, tumefikia tamati ya kipindi chetu cha leo na dada yangu Husna Charles Mwakilino akitokea huko Tanzania, Tabora.